Ndugu wa Tanzania wenzangu, chama chenu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, leo tunalazimika kutoa tamko hili kufuatia mkutano wa ndugu Mwigulu Nchemba alioufanya na wahariri wa vyombo vya habari tarehe 25 Novemba mwaka 2025. Mkutano ambao kwa bahati mbaya sana umeibua maswali zaidi kuliko majibu ambayo Watanzania walitarajia kuyasikia. Ni wazi kabisa tulitarajia majibu ya kina kuhusu mauaji, ukiukwaji wa haki za binadamu, pamoja na majibu kwa madai ambayo Watanzania yaliyowasababisha kuandamana tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Lakini tofauti na matarajio hayo, Watanzania walichokipata na kukisikia ni kauli zisizo na mwelekeo kabisa, zilizojaa kujitetea na kukwepa kusema ukweli. Katika kipindi hiki ambapo taifa linahitaji ukweli, uwajibikaji, uadilifu na uwazi, kwa bahati mbaya serikali imechagua njia ya kuupotosha ukweli. Ninukuu maneno ya Martin Luther King Jr. aliyosema hivi kwa Kiingereza: "The time is always right to do what is right." Akimaanisha kwamba wakati daima ni sahihi kufanya kilicho sahihi. Lakini kwa bahati mbaya serikali haijaonyesha utayari wala ujasiri wa kusema na kufanya kile kilicho sahihi ambacho wananchi wanakitarajia. Na inajulikane wazi kwamba Watanzania hawa wanaujua ukweli. Kwa kuwa sasa jukumu la chama kikuu cha upinzani, chama chenu, ni kulinda maslahi ya umma, kusimamia haki na ukweli, tunapenda sasa tuchukue fursa hii kutoa ufafanuzi na kuendelea kuuliza maswali kwa msisitizo baadhi ya hoja ambazo zilitakiwa kujibiwa kwa usahihi lakini zilikosa majibu stahiki, kwa maana kwamba ulikuwa ni wakati sahihi wa kuzungumza mambo sahihi, lakini kwa bahati mbaya sana serikali ikakwepa wajibu huu wa kuzungumza mambo sahihi. Jambo la kwanza, hoja juu ya serikali kuwa na mpango madhubuti kuhusu swala la utekaji, kuuawa na watu kupotea. Katika swali hili ndugu Mwigulu hakutoa mpango wowote wa serikali kupambana na kuendelea kwa matukio ya utekaji, upoteaji na mauaji ya wananchi. Badala yake alitoa kauli pana zisizokuwa na mwelekeo, akijificha nyuma ya maelezo mengi yasiyo na maana kwenye hoja ya msingi. Hii inaashiria nini? Hii inaashiria kwamba serikali bado haijaona umuhimu wa kuchukua hatua, haijajipanga na haiko tayari kukiri kwamba sehemu ya changamoto hizi zinatokana na vyombo vyake yenyewe. Katika mazingira ambayo raia wanahofia kupotea au kuuawa, serikali inapaswa kuonyesha dira na sio kutoa kauli za kukwepa. Tupate picha tu, na pengine ndugu Mwigulu achukue picha hii kwamba ni mtoto wake wa kumzaa kutoka kwenye viuno vyake ametekwa, amepotea, ameuawa. Unatarajia kweli serikali izungumze bla bla kama hizi zinazozungumzwa? Hapana. Hapana, tujivike utu na tuone ni kwa kiwango gani familia hizi ambazo zimepotezwa, wapendwa wao wamepotea, wana maumivu makali mioyoni mwao, na sio kufanya propaganda za kujionyesha kwamba mna uchungu sana, lakini ukweli hauonekani katika matendo na katika hatua ambazo wananchi wanatarajia kuziona mkizichukua. Swali la msingi katika jambo hili, yote hivi inasikiliza vilio vya misiba na maumivu na maombolezo vya watu kupotea, watu kutekwa, watu kuuawa. Serikali inasikiliza? Na je, kudai madai haya inawezekanaje kuwa mtu muhaini au gaidi kwa nchi? Watanzania wenzangu, kudai tuwe na uchaguzi huru wa haki, je, for God's sake, kuwa baya lenye uovu mpaka serikali vyombo vya dola ichukue hatua ngumu namna hii kama ambavyo imechukua? Ninayapenda maneno
haya kutoka kwenye Qur'an tukufu, sura Az-Zumar 39 aya 18. Inasema hivi: wale wanaosikiliza maneno kisha wakafuata yaliyo bora zaidi, hao ndio ambao Mwenyezi Mungu amewaongoa, na hao ndio wenye akili. Tunahitaji serikali iwe na usikivu, isikie, itoe pamba masikioni, isikie. Kama alivyouliza mmoja wa waandishi wa habari, hivi serikali mnasikiliza? Aliuliza hivyo. Mbona dalili zilikuwa zinaonekana? Mbona maandishi yalikuwa ukutani? The writings on the wall. Ni kweli maandishi ya Mene, Tekeli na Pelesi yapo ukutani. Serikali inaona, inasikia. Pengine huu ndio ulikuwa wakati sahihi wa kurekebisha mambo. Pengine huu ndio ulikuwa wakati sahihi wa toba na kumwambia Mungu tusirejee tena katika haya. Body language ya serikali is not changing. Pamoja na kwamba serikali inazungumza mazungumzo, maridhiano na tume ya uchunguzi, lakini bado tunaona watu wanakamatwa. Bado huoni utayari wa serikali kusikiliza. Bado unaona wanachama wetu na wananchi wa kawaida wanakamatwa na kuwekwa mahabusu bila kufuatilia utaratibu wowote. Sasa maneno yenu na matendo yenu vipo tofauti kabisa. Hamsomi maandishi. Nyinyi mnadhani mkiendelea kutisha watu, basi watu ndio watajia hofu. Kwa jina la Mungu Bwana wa majeshi, wa Tanzania, tukae upande wa haki, maana huo ndio upande wa Mungu. Hoja ya pili ni hoja ya serikali kuficha idadi ya watu waliouawa. Kwa masikitiko makubwa sana, badala ya serikali kutoa takwimu rasmi, serikali imetoa kauli za dhihaka zilizoonyesha ukosefu wa heshima kwa familia za waliofiwa. Serikali hadi leo imekataa kuweka wazi idadi ya waliokufa, licha ukweli wa kwamba miili mingi ilikuwa yameleta mshangao. Kitu cha kwanza kuzungumzwa ni habari ya watu, kwamba ajali ya basi fulani, wamefariki watu kadhaa, wamejeruhiwa watu kadhaa. Kwa hivyo baada ya taarifa zile tunaomboleza, tunapeana faraja na familia za wale walioomboleza. This is a universal standard. This is a universal standard. Watu kwanza. Maisha ya watu lazima, taarifa kuhusu watu ndio taarifa za muhimu kuliko taarifa za magari, manyumba, vituo vya polisi. Sasa ukwepaji huu unakutendeka bila ukweli. Na ukweli huanza na kuwekwa wazi kwa takwimu. Sasa ni nukuu maneno ya Winston Churchill, yanatufundisha, anasema hivi: ukweli hauwezi kupingika. Uovu unaweza kuushambulia, ujinga unaweza kuudhihaki, lakini mwisho wa yote ukweli hubaki pale pale. Watanzania wanajua ukweli. Teknolojia imetusaidia kufahamu ukweli. Swali ambalo Watanzania wanajiuliza hivi leo: kwa nini serikali inaficha ukweli? Tunakumbuka ilipotokea ajali ya MV Bukoba, walikufa watu takriban 800. Serikali ilitangaza na watu kaomboleza pamoja na familia zilizofiwa. Tanzania, hata nje ya nchi, duniani kwa ujumla, taarifa zinazotolewa, hichi kituko alichokifanya Mwigulu kinathibitisha ukweli wa neno la Mungu. Niaba ya Watanzania mamilioni, hatukubali takwimu za uongo, zenye kupotosha, zenye kutoa propaganda. Tunahitaji serikali iseme ukweli. Na huu ndio wakati pekee wa ukweli. Utakaposema utatusaidia kwenda mbele kwenye uwajibikaji, uwazi utakaosaidia kuzungumza mambo ya muhimu kwa ajili ya taifa hili. Kwa serikali iseme ukweli. Ikiendelea kufanya bla bla itaharibu zaidi. Na ieleweke kabisa, uharibifu wote huu tumefika hapa kwa sababu serikali haisikilizi wananchi. Haisikilizi. Kwa hiyo lawama za uharibifu huu wote tulipofika ni kwa sababu serikali ilikataa kuwasikiliza wananchi. Na ndio maana tunasisitiza kwamba tunataka, Watanzania wanataka tume huru kutoka nje. Tume huru kutoka nje ambayo itakuwa na uhuru wa kuchunguza vyombo vyote. Maana mazingira yalivyo, kwa hivi inavyoonekana, serikali haiwezi kujichunguza yenyewe na kutoa taarifa ambayo wananchi wataweza kuiamini. Jambo la tatu ni hoja kuhusu tuhuma za kaburi la halaiki. Jambo hili lilionyeshwa kupitia kituo kimoja cha television.
Na jambo hili hata katika hotuba zilizotolewa ikiwemo ya msemaji wa serikali ndugu Gerson Msigwa, hata na ndugu Mwigulu mwenyewe walishindwa kuzungumzia kuhusu jambo hili ambalo ni tuhuma nzito sana la uwepo wa kaburi la halaiki. Sasa hapakutolewa uthibitisho, ufafanuzi wala hatua yoyote ya dharura juu ya swala hili lenye uzito mkubwa kitaifa na kimataifa. Sasa ukimya wa serikali juu ya swala hili si tu ni udhaifu wa uongozi, bali ni dalili yenye nia ya kuficha ushahidi. Sasa kama tuhuma hii imewekwa ili serikali ijisafishe mbele ya raia wake juu ya tuhuma hii, basi ni vyema pafanyike hatua madhubuti, yaende magreda pale, ziwepo kamera zionekane, zichimbuliwe hivi ili serikali ionekane kwamba iko kinyume na hilo jambo ambalo limefanywa. Lakini matokeo yake unaona huu ukimya. Tafsiri yake ni nini? Sasa familia nyingi nchi nzima zinahofia wamepoteza ndugu zao, zinahitaji majibu na si kusubiri taarifa kamili ambayo tutasubiri isiyoisha kutayarishwa. Ni vyema serikali kwenye jambo hili pachukuliwe hatua tena za wazi, kwa sababu kinyume na hapo mioyo ya Watanzania itabeba mzigo huu na itapoteza imani kwenye serikali hii. Jambo la 4, hoja ya serikali kuingilia uhuru wa vyombo vya habari. Katika majibu yake ndugu Mwigulu Nchemba kwamba kuna pamekuwa na tabia ya vyombo vya serikali kuingilia kwa hasa TCRA kuingilia newsroom, uhuru wa vyombo vya habari. Katika majibu yake alizungumza kirahisi tu, matukio haya yanaweza kutokea kwa cases moja baada ya nyingine, na ndivyo inavyokuwa. Kwa alihalalisha moja kwa moja uingiliaji wa uhuru wa vyombo vya habari unaofanywa na taasisi za serikali. Sasa serikali mpaka sasa hivi inataka vyombo vya habari visitoe simulizi zinazoibua ukweli wa yaliyotokea, na hii ni hatari sana kwa mustakabali wa demokrasia. Hata nitoe mfano tu mwepesi sana. Katika maswali yaliyokuwa yanauzwa siku ile, ukifuatilia Jambo TV, maswali aliyouliza Salim Kikeke kwenye Jambo TV, kile kipande chote cha swali lake na majibu yake Jambo TV wamekata, aidha kwa hiari yao ya editorial au kwa shinikizo. Lakini huoni uhuru. Fuatilieni mtaona kwenye Jambo TV swali alilouliza Salim Kikeke na majibu yake vyote vimeondolewa. Sasa serikali yoyote inayodhibiti habari huwa inaogopa ukweli, si vurugu. Ijitathmini. Na waandishi wa habari niwapongeze sana, japo kwa uthubutu wa kuyauliza maswali mliyouliza kwenye kikao cha tarehe 25, kwa sababu yalibeba uhalisi wa maswali ambayo yapo kwenye mioyo ya Watanzania. Ni bahati mbaya tu hayajapata majibu sahihi, na sisi kama chama kikuu cha upinzani tunayavumisha kwa nguvu kwamba maswali yenu ndugu waandishi wa habari yanahitaji majibu sahihi, na sio bla za kuwahadaa Watanzania kwa kudhani ni misukule tu ambao unaweza ukajifanya una akili sana na kuwa smart sana na kucheza na maneno na kupanga na kuonyesha uko serious na emotional concern, kumbe ni bla tupu na uongo na kuhadaa watu. Hoja ya 5, hoja ya serikali kutaka hujuma za kiuchumi kutoka nje bila ushahidi. Ndugu Mwigulu alijaribu kuelekeza lawama nje ya nchi kwa madai yasiyo na ushahidi. Hii ni mbinu ya tawala, ni mbinu ya tawala zinazotengeneza uadui wa kufikirika ili kufunika makosa ya ndani. Maneno yote aliyozungumza ndugu Mwigulu kwa habari ya kwamba hii ni vita ya kiuchumi, ni hujumu, zile ni hadithi za kutunga, za kufikirika. Hakuna hicho kitu, hakuna. Sababu za yote aliyotufikisha hapa zinajulikana. Sababu za kwa nini watu wamekwazwa zinajulikana. Sasa hii kusema uchumi nani, uranium, nickel, hii ni kutengeneza vitu vya kufikirika tu, na ili kufunika makosa ya ndani ya msingi ya watu wanaotakiwa wawajibike nayo. Serikali haijasikiliza watu wake. Serikali inapuuzia watu wake. Watu wanalalamika kuhusu utekwaji, watu wanalalamika kuhusu mauaji, watu wanataka chaguzi huru za haki na za wazi. Haya mambo si dhambi mbele za Mungu na mbele za wanadamu, lakini serikali imepuuzia watu hawa. Halafu leo zinafanywa bla hapa
za kuelekeza lawama nje ya nchi kwa madai yasiyo na ushahidi kuhusu uranium, nickel. Hii inasikitisha sana. Propaganda hii haiwezi kufunika ukweli kwamba vurugu hazikusababishwa na watu wa nje, bali ni matumizi ya mabavu ya nguvu ya dola dhidi ya raia. Na Watanzania hawa maskini ya Mungu hawa, Watanzania hawa si watu wafujo hawa. Na wengi ambao walionyesha hisia zao tarehe 29 hawakuwa na silaha yoyote. Hawakuwa na silaha yoyote. Na nyinyi vyombo vya dola ni mashahidi, mnajua huu ukweli ninaosema ni kweli. Hawakuwa na silaha yoyote zaidi ya kupaza sauti ya kwamba tunahitaji chaguzi huru za haki na zinazoaminika. Tunapinga utekwaji, tunapinga mauaji, tunapinga dhuluma. Watanzania hawa masikini ya Mungu hawakuwa na chochote. Leo kuwasingizia kwamba eti Watanzania hawa walikuwa na silaha, hii dhambi mtailipa mbele za Mungu. Si sahihi kuwasingizia Watanzania hawa ambao walikuwa napaza sauti zao kwa njia ya amani na utulivu. Katika historia ya siasa, kila propaganda kama hizi zinazoonekana pale serikali inaposhindwa huonekana pale serikali inaposhindwa kujibu hoja za msingi na kuanza kusingizia na kutengeneza hadithi na masimulizi ili kuficha mambo ya kweli yanayotakiwa kuwajibika nayo. Hoja ya 6 ni hoja ya serikali kutoroka ukweli kuhusu amri ya risasi. Tulishuhudia na tumeona video mbalimbali watu wakipigwa risasi, watu kwenye maeneo tofauti. Badala ya kuelezea iwapo, wakati katika majibu yake ndugu Mwigulu, badala ya kuelezea iwapo amri ya risasi ilitolewa na nani, ndugu Mwigulu alitoa kauli yenye kukiri kimya kwamba serikali, askari walifyatua risasi bila miongozo, bila uwajibikaji na bila utaratibu. Kwa maneno yake mwenyewe alisema hivi kwamba sasa upo kwenye eneo la vurugu, utarudi nyuma upate order. Pengine ameizungumza kilayman sana, lakini katika utaratibu wa masuala ya vyombo vya ulinzi na usalama lazima patolewe amri. Sasa kama anazungumza kwamba askari walifyatua tu bila miongozo, sasa kauli hii inathibitisha kwamba matumizi ya risasi yalikuwa ya hovyo na hatari kwa maisha ya raia. Kama hicho anachokisema, basi kulikuwa na matumizi ya hovyo na hatari kwa raia. Na katika mazingira ya sheria za kimataifa, hili ni kosa la uhalifu wa kimataifa, international crime. Katika hili lazima watu wawajibike. Wameuawa watu majumbani mwao. Katika video mtaona ameuawa mwanamke aliyekuwa katika genge lake akifanya biashara. Alipoona risasi zinarushwa akakimbia kuokoa maisha yake. Yule mama alipigwa risasi kwa nyuma upande wa kulia kwake. Na taarifa zinatuambia yule mama alikuwa mjamzito, alikuwa na mimba ya miezi 3. Hivyo kuna kiumbe kilichokuwa tumboni hakina hatia kimeuawa. Na huyu mama aliyekuwa anaokoa maisha yake hana chochote zaidi ya kuokoa maisha yake, ameuawa. Katika mazingira kama haya, kweli unaweza kuchukulia mambo kiwepesi tu, kirahisi tu, kwamba katika eneo la tukio watu wamepiga risasi, kulikuwa kuna nguvu yoyote dhidi yako mpaka upige risasi? Hapana. Jambo hili ni lazima lijibiwe sawa. Kumekuwa na mwendelezo wa vyombo vya dola vya ulinzi na usalama kuendelea kuwakamata viongozi wetu, wanachama wetu na Watanzania wengine tu katika maeneo yao mbalimbali, aidha sehemu za kazi au wanawavizia njiani, na mbaya zaidi wakati mwingine wanapokwenda kuwakamata manyumbani mwao, wasipomkuta mhusika wanawachukua baadhi ya wajumbe kwenye familia hizo. Jambo hili halikubaliki na jambo hili si sahihi kabisa. Kwa hivyo tunalitaka jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama, tafadhali sana, kuacha mara moja matukio haya ya kukamata na kubambikiza kesi ambazo hazina kichwa wala miguu, kesi za uhaini na magaidi. Unafahamu, mimi mtu akiniambia gaidi, kichwani kwangu inakuja taswira ya Osama bin Laden. Kichwani kwangu inakuja picha ya Boko Haram. Sasa Mtanzania gani ni gaidi hapa jamani? Nifa huyu binti mfanya biashara, Nifa ni mhaini? Nifa ni gaidi? Mtanzania gani huyo amefanya uhaini, ugaidi? Kwa nini tunatengeneza mambo ya kufikirika na kuleta taharuki na kusababisha mtanziko mkubwa katika jamii ya Watanzania? Tunaisihi serikali, ikiwemo pamoja na kuachiliwa wale wote waliokamatwa,
kwa idadi ambayo tunajulishwa ni kati ya 1700 mpaka 2000. Watu hawa waachiliwe kwa sababu hawana ugaidi wowote, hawana uhaini wowote. Watu hawa ni Watanzania. Kilio cha Watanzania ni vyema kisikilizwe. Na ninaisi serikali, hiki ndicho kipindi wasome kwa mara nyingine tena maandishi ya ukutani, wasikilize Watanzania kile wanachokitaka. Hoja ya 7 ni hoja ya serikali kugeuza haki za wananchi kuwa uhalifu. Badala ya kujibu ukweli kuhusu hicho kinachozungumzwa na kupangwa tarehe 9 Disemba, ndugu Mwigulu alitoa kauli ambazo zinawafanya raia wa kawaida waonekane maadui wa taifa. Serikali inatumia propaganda badala ya utawala wa sheria. Raia wanaandamana kwa sababu hawajasikilizwa, not because of foreign influence. Sio kwa sababu ya kuna ushawishi wa nje, ni kwa sababu hawajasikilizwa. Na ndicho ambacho nimekizungumza hapo mwanzoni. Kwa hiyo kuwaingizia uhalifu, kuwaingizia uhaini ni jambo baya sana. Mnawatengenezea mazingira mabaya sana. Na haya ndio maneno aliyasema mzee Nelson Mandela kwenye kitabu chake. Alizungumza kwa Kiingereza akasema hivi: when a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. Akimaanisha kwamba wakati mtu anaponyimwa haki ya kuishi maisha sahihi mazuri anayoyaamini, hana chaguo lingine lakini isipokuwa kuwa mkosaji wa sheria. Kwa maana kwenda kinyume na hicho mnachomfanyia kisicho haki, atakwenda nacho kinyume. Sasa kwa Tanzania kinachotengenezwa si wahuni, bali ni kizazi cha watu wanaotaka haki na uwazi. Tunapitia kipindi ambacho watu hawana furaha tena. Na ni kweli, watu hawana furaha tena. Watu wanaitwa wahuni, watu wanadai haki zao, watu wanaitwa wahuni. Taifa halina furaha, taifa linaomboleza. Na jambo hili linanikumbusha neno la Mungu kwenye Mithali 29 mstari wa 2. Wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali waovu watawalapo watu huugua. Ni dhahiri taifa hili linaugua. Na katika kuugua huku hatuhitaji bla bla, hatuhitaji ujanja, hatuhitaji kujifanya kuwa smart wa maneno na kwamba unaweza ukawapanga Watanzania kama ni makondoo na misukule ambao unaweza ukawamanipulate kwa narrative za uongo. Tunaendelea kutengeneza maumivu mioyoni. Na neno hili lipo pia katika Quran, sura Ash-Shura 42 aya 42, ikisema hivi: hakika njia ya lawama ni juu ya wale wanaowadhulumu watu na kutenda katika nchi bila haki. Mungu hapendi dhuluma. Nikumbushe tena serikali hii, Mungu hapendi dhuluma. Mungu hapendi dhuluma. Sasa kwa ujumla wake, hoja za ndugu Mwigulu Nchemba kwa ujumla wake na kauli zake zimejengwa juu ya mambo yafuatayo: kuepuka ukweli, wameukimbia ukweli; kuepuka uwajibikaji, hawataki kuwajibika. Sehemu ambapo ndugu Mwigulu alikiri makosa au kutaja hatua za kurekebisha mifumo iliyosababisha maafa haya. Msimamo wa Chadema: tunahitaji tume huru ya uchunguzi wa kitaifa na kimataifa isiyohusisha watendaji wa serikali na majaji ambao mara kadhaa tumeona wamekuwa ni futio la uchafu wa serikali. Jambo hili tunalisisitiza sana ili litusaidie kutukwamua hapa tulipofika. Tume huru ya uchunguzi wa kitaifa na kimataifa. Na sisi kama chama kikuu cha upinzani na Watanzania wote tutatoa ushirikiano kwenye hiyo tume huru ambayo tutajiridhia itaaminika mbele ya Watanzania na mbele ya jumuiya ya kimataifa. Jambo la pili, tunahitaji serikali bila kupepesa macho itoe orodha ya waliouawa, waliopotea na waliojeruhiwa. Watanzania wanajua ukweli. Kwa hivyo tusiweli wajibikaji wazi na mazungumzo hatutalikwamua. Mwisho kwa maafisa usalama waliohusika na operation mpaka uchunguzi huu kamilike. Maafisa wote wa usalama ambao walihusika na operation hii kwa kutoa amri, kwa kushiriki field mpaka uchunguzi ukamilike. Tunayazungumza haya
tunazungumza mambo haya kama msimamo ambao tunaamini utatusaidia kulikwamua taifa hili. Kwa hiyo haya tunayozungumza yasichukuliwe kama kama ni pressure tu isiyo na maana. Ni msimamo ambao sisi tunaamini, ambao sisi tunaolipenda taifa hili. This is our beloved country. Tunaolipenda taifa hili, kwamba haya yakizingatiwa basi yanaweza kutukwamua hapa tulipofika. Jambo la 4, uwajibikaji wa viongozi walitoa kauli, ruhusa au maagizo yaliyozalisha mauaji. Kushindwa kwao kulinda uhai ni kosa la uongozi na la kisheria. Na hapa ni vyema tujiridhishe kanuni ya cause and effect, kwamba kipi kilitangulia. Hawa watu ambao hawakuwa na silaha na vitambaa vyeupe waliokuwa wanadai kwamba haki ya watu kuishi, watu wasitekwe, tunataka chaguzi huru za haki na za wazi. Hawa watu ambao walikuwa wameinua mikono juu, wanaimba nyimbo makombolelo, watu walikuwa wanaimba tu nyimbo. Hawa watu, je, walistahili kupigwa risasi? Walistahili kupigwa marisasi ya vichwa na kupasuliwa maubongo, kurundikwa mochwari, miili imetupwa huko? Na tuna taarifa tumezisikia kwamba watu wengine wakiwa wazima walipelekwa mochwari, wakiwa wazima wamejeruhiwa wakapelekwa mochwari. Je, tulistahili haya? Wananchi walistahili haya? Hapana, hatukustahili haya. Kwa lazima pawepo na wajibikaji, na serikali lazima ionyeshe, lazima atokee mtu mmoja, wawili, watatu ambaye atakuwa na ujasiri wa kuchukua hatua kwenye haya ambayo tunazungumza. Na mwisho, napoelekea katika kuhitimisha, wananchi pamoja na mambo mengi walidai marekebisho ya mifumo ya uchaguzi. Wanataka katiba mpya. Hawataki kwenye wakati wa uchaguzi watu wapigwe risasi, watu wagombane. Ndugu Mwigulu anapotosha kabisa. Na nadhani wa Tanzania they will take that rubbish, kwamba katiba swala la katiba mpya lililetwa ndani ya miezi mitatu. Huu ni uongo kabisa. Tulikuwa na muda wa kutosha toka 2015, toka 2020 mpaka tumefika hapa. Unawezaje kusema kwamba eti limeletwa ndani ya miezi mitatu? Unawezaje kusema kwamba kuna reforms zimefanyika halafu unataja tu mgombea kupita bila kupingwa? That is absolutely nonsense. Yako mambo ya msingi yaliyozungumzwa yanayotakiwa yawe addressed kwenye katiba, kwenye sheria. Halafu tunapotosha watu kwamba kuna reforms zimefanyika. Sasa hawa watu walichokuwa wanalalamika ni nini? Unataka kusema Watanzania wote ni wajinga, alafu nyinyi wachache ndo mna maarifa kabisa ya kwamba kimefanyika hizo reforms? Nyinyi wachache, kikundi kidogo, nyinyi ndo mna akili sana kwamba reform walizotaka watu zimefanyika, alafu haya mamilioni ya Watanzania wameshindwa kuona reforms zilizofanyika? Hapana. Hili jambo lazima serikali isikilize. Ninaisi serikali lazima isikilize kile wananchi wanachokitaka, kwa sababu ni jambo jema. Ni jambo jema. Wananchi hawajapiga kelele wanataka waruhusiwe kulima bangi. Wananchi hawajapiga kelele wanataka waruhusiwe wawe wanasafirisha mirungi. Wananchi wamepiga kelele, wanasema wanataka reforms ili wawe na chaguzi huru za haki ambazo zitawapa taifa lao viongozi wanaowapenda na patakuwa na amani. Nihitimishe kwa kusema ifuatavyo. Tunaomba serikali na tunaisi serikali kwamba Tanzania haiwezi kujengwa juu ya uongo na kufunika ukweli wa maafa yaliyotokea. Hatuwezi kujenga, hatuwezi kusonga hata hatua moja iwapo tutasema uongo, tutafunika ukweli wa maafa yaliyotokea, ili turuke hichi kiunzi ambacho kimekuwa cha kihistoria katika taifa letu. Basi ni vyema tuseme ukweli, na ni vyema pawepo na uwajibikaji, na baada ya hapo pawepo na uwazi, na kisha tutaweza kuzungumza na kuvuka hiki tulichokipitia. Hakuna amani, na ieleweke hivi, hakuna amani bila haki, hakuna haki bila uwazi, na hakuna uwazi bila kusema ukweli wowote. Huu ndio wakati ambao taifa lazima lije pamoja, na serikali isitoe sura ya unafiki. Maafa haya yalipotokea tulishuhudia. Wakati tarehe 29 na 30 mambo haya yametokea kwa nguvu sana. Kwa bahati mbaya, siku ambapo tume inakwenda kukabidhi cheti Mama Samia,
hakusema jambo lolote la kuhuzunishwa wala kusikitishwa kuhusiana na maafa yaliyotokea. Siku ambayo anaapishwa katika ulinzi kwenye kambi ya jeshi Ikulu, hakuzungumza jambo lolote isipokuwa lawama na vitisho na kusingizia watu kutoka nje. Baada ya siku kadhaa akiwa anahutubia bunge, Watanzania wakashangaa kwamba hivi ni kweli tunapoambiwa hapa tusimame kwa dakika moja, ni kweli serikali hii imehuzunishwa na mambo yaliyotokea baada ya siku kadhaa kutokea? Halafu leo tunaambiwa tusimame kuomboleza kwa dakika moja. Je, kuna ukweli humu ndani au ni hadaa tu kwa watu? Tunaisi serikali, na nirudie kwa kuyasema maneno haya: Watanzania hawa si wajinga, Watanzania hawa sio makondoo. Wanayaona na wanafuatilia yanayotokea. Tukitengeneza drama za ufarisayo na usadikayo, watu wanaona na wafuatilia yanayotokea. Ninafahamu yako makanisa mengi, yako misikiti wamesisitiza na kuwaomba waumini wao wawe na kipindi cha sala, toba na maombi. Hata kanisa ninalosali mimi tumeanza maombi ya siku 3 kutoka Jumatano mpaka Ijumaa kuliombea taifa hili. Basi ninawasihi Watanzania, tunapokwenda mbele za Mungu, tumsihi Mungu kabisa atupe ujasiri wa kukabiliana na uovu wa aina yoyote. Mungu atupe ujasiri, tusiwe na hofu ya kukabiliana na uovu wa kila namna. Tuwe na ujasiri wa kusema ukweli, kwa sababu ukweli ndio utaokoa taifa hili. Mungu ibariki Tanzania.